Katika Ramadhani hii ndugu yangu, kuna sunna iloguru ambayo itakana kuhuishwa miongoni mwetu ndugu zangu. Wengi wetu wameacha kuyafanya hii jambo, labda kwa sababu ya kutojua au kwa sababu ya kudharau au kwa sababu ya kufadhilisha mambo mengine kuliko haya. Naye ni sisi wengi wetu kuacha kukaa itikaf katika 10 ya mwisho Ramadhani. Hili ni jambo ambalo leo limegurwa na Waislamu. Leo unakuta katika msikiti kama huu wanaoswali hapa ni watu 300, 500. Watakaokaa itikafu hapa ndani ya hii msikiti katika 10 ya mwisho Ramadhani hawatofika watu 10. Wengine wote miaka inakatika, siku zinakwenda, umri unakatika hapa. Mtu anazeeka hata mwaka mmoja hajafikiria mimi kumbe nafaa kukaa itikafu katika 10 ya mwisho Ramadhani. Ndio unamuona Mtume sallam alifunga Ramadhani 9 tu katika maisha yake. Na katika Ramadhani 9 hizi hajawahi kuacha kukaa itikafu katika 10 ya mwisho Ramadhani. Na ile mwaka ambaye Mtume alikuwa anafarikia ndani yake alikaa itikafu siku 20. Na Mtume alipofariki, wake zake Mtume na wake wa kimaswahaba waliendelea kukaa itikafu msikitini mpaka kufa kwao. Na maswahaba wenyewe na wema waliotangulia hawakuacha hii ibada ndugu zangu. Sasa ni nafasi yako mimi na wewe. Mwenyezi Mungu anasema wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Msiwaingie wake zenu ilhali ya kuwa mmekaa itikafu msikitini. Almasajid maana yake ni msikiti unaoswaliwa Ijumaa. Usipate nafasi kwa muda wa siku 10 kuondoka hapo msikitini. Labda hii sehemu haiswaliwi Ijumaa, itabidi niondoke siku ya Ijumaa. Utajifungia ndani ya msikiti kwa muda wa siku 10. Na wallahi lau kila mmoja wetu angelijua fadhila ya itikafu, hakuna hata mtu angethubutu kuiacha mwaka mmoja ikampita bila kukaa itikafu msikitini. Leo wewe unaweza ukafunga safari kwa ajili ya biashara yako, ukaenda katika baadhi za nchi, ukakaa kule mwezi mzima siku 20, lakini kutoa siku 10 kwa ajili ya akhira yako, nikajifungia ndani ya msikiti, hakuna kutoka. Ni wachache ambao wana mawazo haya, wachache sana. Na wallahi wewe utakapoingia itikafu ndani ya msikiti kwa muda wa siku 10 ya mwisho ya Ramadhani, unajifungia ndani ya msikiti, hakuna kusikiza habari, hakuna kusikiza mambo ya mpira wala mambo ya siasa wala kuzungumzia mambo ya biashara. Ni wewe na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu na wewe kwa muda wa siku 10. Masaa 24. Swala zote 5 utakuwa unaswali nyuma ya imam katika safu ya mbele. Takbiratul ihram haitokupita hata siku moja. Swala za sunna ya kablia na baadia, salati dhuha utaswali mpaka raka ya 8. Una nafasi nyingi. Utaswali katika swala ya tarawih pamoja na imam. Na usiku wa manane tena utasimama kuswali pamoja na jamaa katika tahajjud, na hautorudia witri mara ya pili. Utasoma sana Qur'an katika masiku 10 haya ndugu zangu, kwa sababu wakati wako ni mwingi katika masiku haya. Leo utajipinda sawa sawa, unaweza ukamaliza Qur'ani mara 4 au mara 5. Utaomba dua katika zile wakati ambazo dua ni mustajaba. Utaleta adhkar za asubuhi na jioni, adhkar za hapa na pale. Utakaa katika majalisi dhikri, vikao vya khairi. Watakuja mashekhe msikitini kutoa mawaidha, watauliza watu maswali. Utapata faida nyingi kwa muda wa siku 10 ndugu zangu. We hautoki ndani ya hiyo nyumba ya Mungu. Kwa nini Ramadhani inapomalizika wewe usiwe miongoni mwa watu walioipata Lailatul Qadri? Nafasi yako ni kubwa. Wallahi usiku mmoja ukaipata kwa ibada ni bora kuliko mtu kufanya ibada miaka 83 na miezi 4. Khairun min 1000 shahr. Ni miaka 83 na miezi 4 ambapo labda wengine wetu hapa hatutoweza kufika hiyo umri. Sasa unaacha kitu kama hichi kwa sababu wewe uko mbioni tu. Na hizi mbio hatuoni ukifika, unazungukia pale pale tu. Nyumbani, kazini, msikitini, nyumbani mpaka mtu anazeeka, anatokwa na mvi, anadhoofika mwili wake. Hajawahi kuona umuhimu wa kukaa katika masiku 10 ya mwisho kama haya. Hajawahi kuona ndugu zangu. Hii ni fursa ya dhahabu. Na leo katika misikiti yetu haya ya Nairobi na miji mingine ndugu zangu, watu wanaletewa futari, daku inaletwa msikitini. Unataka nini tena zaidi? Zamani mtu anakaa itikafu msikitini, hana mtu kumletea chakula.
inabidi atoke ndani ya msikiti wakati wa magharibi, afate chakula kwa mke wake kilomita 9-10 kwa miguu, kisha arudi tena katika itikafu. Wewe leo unaletewa mpaka msikitini na bado hujaona umuhimu wa kukaa itikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Ndugu zangu, hii dunia umeikimbiza kwa muda mrefu sana. Hizi nafasi zinatokea na wakati mwingine isiweze kurudi katika maisha yako.